Tukielekea mkoani Singida, wajumbe wa kamati ya kuendeleza Uislamu Tanzania kutoka mikoa mbalimbali nchini wamekutana mkoani Singida katika kongamano la kitaifa la taasisi hiyo ambalo pamoja na mambo mengine limelenga kushajiisha ujenzi wa miradi ya maendeleo ikiwemo shule, mabwawa ya ufugaji wa samaki na shamba la kilimo cha korosho. Fuad Kasim wa Tuta anatuarifu zaidi. Kamati hiyo ya kuendeleza Uislamu Tanzania imefanya tamasha kubwa la kitaifa katika mkoa wa Singida iliyokusanya wanakamati zaidi ya 2000 kutoka Tanzania bara na visiwani na kukutana wilayani Kungi katika kijiji cha Chungu na kufanya shura pamoja iliyoambatana na matukio mbalimbali ikiwemo ujenzi wa msikiti pamoja na ujenzi wa shule ya sekondari na miradi mbalimbali ya kiuchumi. Miradi hiyo ni pamoja na ujenzi wa mabwawa mawili ya ufugaji samaki yatakayogharimu shilingi milioni 280, mradi wa shamba la korosho lenye ekari 10 na kutarajiwa kupandwa kwa miche 260, lakini pia ujenzi wa shule ya sekondari yenye mkondo wa amali na kituo cha ufundi stadi. Kamati ya kuendeleza Uislamu inajihusisha na kuleta maendeleo ya Waislamu katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Na kamati hii imeenea mikoa yote Tanzania bara pamoja na visiwani. Na hapa tumekusanyika katika tamasha la kitaifa. Tamasha ambalo linalenga kushirikisha Waislamu katika ujenzi wa kituo pamoja na miradi kwa ajili ya kuleta maendeleo ya Waislamu katika mkoa huu wa Singida. Kamati hiyo imekuwa msaada mkubwa sana kwa jamii ya Waislamu, kwani kila mwaka hufanya shura yao katika mikoa mbalimbali na kutoa maombi kwa Waislamu kuwashika mikono kupitia akaunti namba ya taasisi kwa michango yao mbalimbali ikiwa sehemu ya kufanikisha ujenzi wa miradi hiyo. Tumelipokea jambo hili na tunashughulika na tulianza maandalizi mapema. Tumetafuta michango wa Waislamu. Alhamdulillah, tunawashukuru Waislamu wa mkoa wa Singida. Wengi wamechangia, wametuwezesha mpaka shughuli hii sasa inakaribia kwenda mwishoni. Wito kwa Waislamu ambao sasa tunaachiwa kazi hii. Tuna kazi kubwa tunaiachiwa. Yamechimbwa mabwalo ya samaki ambayo yatahitaji gharama kubwa sana kuyajenga na kuweza kuendeleza miradi. Lakini pia tuna majengo yetu ambayo tunatarajia kuanzisha shule ya sekondari na mkondo wa amali pia. Yote yanataka gharama ambazo tunatarajia Waislamu wazichangie. Kwa hiyo tutakuja tena kwa Waislamu. Umoja wetu wa pamoja, ili kukutana kwa pamoja na kufanya kazi kwa pamoja, kwa sababu tunajua kabisa kwamba umoja ni nguvu. Unapokuwa wamoja, basi jambo lote zito linakuwa jepesi. Kama unavyoona hapa, ni vijana wametoka sehemu mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Kuna wengine wametoka visiwani, kuna wengine wametoka mikoa mbalimbali ya mbali kabisa. Lakini kwa sababu ya ile hamasa ambayo wamepewa, wamehamasishwa katika mikoa yao, basi wamejitolea kwa nguvu zao wao wenyewe. Kiasi kwamba kila unayemuona hapa amekuja kwa nauli yake yeye mwenyewe. Na chakula chetu kama unavyoona, tunakula chakula cha kupanga foleni. Tunalala sehemu ya chini. Lakini mtu anaridhika kabisa na anakuwa hana wasiwasi wote na anafanya kwa moyo mmoja. Fuad Kasim wa Tuta, Mahasin TV, Singida.